Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji, napataje kipindi chetu hichi. Tunaangalia upuuzi kwa wanaopotea, leo tunaangalia nguvu kwa wanaookolewa. Unyenyekevu wa Kristo msalabani ukaonekana ni upuuzi kwa wanadamu. Kwa Wayahudi, kwa Wayunani na kwa Warumi. Lakini kwa Wayunani upuuzi, kwa Wayahudi kero, kikwazo, lakini wote wanapotea. Sasa kwa wanaookolewa tutaona ni nguvu ya Mungu kivipi. Basi kabla ya kuanza tuweze kupata ombi. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutupatia hekima, kwa kutupatia fursa ya sisi kufungua macho yetu kuona neno hili la msalaba linavyokuwa ni la hekima, kwa sababu tumechagua kukaa mbele yako siku ya leo. Bariki pia mtazamaji, tuandae mioyo yetu kwa ajili ya kupokea hekima hii na neno hili. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Amen. Upuuzi, wengine ni kikwazo. Ulikumbuka kule Athens, yeah. Au hata utaangalia hata hapo Korinto. Yaani Myunani akisikia Paulo anahubiri neno hilo la msalaba, Yesu eti ni Bwana aliyesulubiwa, wanamwacha, wanampuzia. Myahudi na ngumi juu, kero, amekasirika. Sasa msalaba huu unaokataliwa kama upuzi, kama kikwazo, eti ni nguvu kwa wanaokolewa. Hivyo ndivyo tulivyosoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Na sasa hebu tuangalie Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 20, tuone Paulo anavyodadavua. Na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote. Labda uanze 19 sasa. Kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae. Na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Utimilifu wa Mungu katika hekima yake na nguvu zake. Kristo ni utimilifu. Sasa kupitia msalaba eti ameweza kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake. Wayahudi wenye kukerwa na msalaba na Wayunani wenye kudharau msalaba, eti wote aliwapatanisha. Hekima ya ajabu. Yaani aliwapatanisha kwa nafsi yake pale msalabani. Myunani akasema ndio maana, yaani akaiona hekima ya Mungu mahali ambapo aliona upumbavu. Kama ndio maana hekima ipo kwenye hekima. Nini hekima? Ni matumizi ya maarifa, ujuzi kwa lengo la kuleta amani, utaratibu, mpangilio, ustawi katika uumbaji. Nasema huyu kiongozi mwenye hekima. Chukulie Kaisari hapa, chukulie na Kristo aliyekutoka kusulubiwa hapa. Nani ni nani? Kwa kupitia msalaba, yani kwa gongomea wengine msalabani, waasi wa haini. Shasikia wewe muhaini? Wewe si muhaini wewe? Haujaasi? Yes. Haujaasi. Sasa kwa mfano, ukimwasi Kaisari, wewe muhaini, ni msalabani. Yani ni adhabu, ni vitisho, ni hofu. Kwa hiyo amani inapatikana kwa nguvu ya msalaba yani msalaba kwao ni kama nguvu ya au dhalimu kwao ni kama nguvu ya kuleta amani. Warumi walikuwa wanajivunia amani ndani ya mipaka yao, watu wa makabila mbalimbali. Ila amani ilikuwa inalindwa na msalaba. Wewe ni muasi, muhaini, yaani watu wakikuona nasema huyu ndio alitafuta kupambana na Kaisari, ndio aliyomkuta hivi. Sijaribu tena. Maandamano sifanyi. Sasa kwa wale wanaopotea, wanaookolewa, hebu chukulia kwa mfano
onekana kama ni muhaini amesulubiwa pale msalabani. Alafu siku ya tatu mahakama ya juu zaidi ya Kaisari imemfufua, imebatilisha, imereverse, imerudisha nyuma yale maamuzi ya Kaisari, kwamba huyo msulubisha ndio mfalme. Na ameshinda. Hajamshinda tu Kaisari, ameshinda, amevunja silaha ya mwisho ya Kaisari. Sasa nani ni bwana? Nani wa kusikilizwa? Ni huyu ambaye alikuwa anatangaza jamani, njia ya kuwa wanadamu kuwa na amani, nifuateni mimi katika unyenyekevu. Mimi hata ukinipiga shavu la huku mimi nageuza hivyo, hata kama ukiniasi, hata kama Myahudi anasema mbona Musa alituambia kwamba jino kwa jino? Sasa hatutaki kusikia. Kwanza kero, mfungeni huyu. Myunani anasema haiwezekani. Anaona ni upuuzi yote. Lakini huyu sasa anaonekana ameshinda silaha ya mwisho, mauti, msalaba, ambao ulikuwa umshikilie pale na lile jiwe la sasa ametoka. Hiyo sio nguvu kubwa hiyo? Kama wewe unataka ushinde mauti, si unasema na mimi nataka nimwamini huyu, maana hata kama nitapelekwa msalabani nitaishi. Wewe unadhani kitisho kikubwa, kitu ambacho kinadhoofisha watu yani umeingia tu duniani unatafuta kukimbia ni nini kama sio mauti? Kwetu sisi tunaokolewa, eti ukiambiwa kwamba ameshinda mauti huyo Bwana, ukijisalimisha kwake na wewe unashiriki ushindi huo, basi unasema hapa ndio kuna hekima. Alafu amani yenyewe, amani sitailinda kwa risasi, ila kama yeye alivyojitoa, alivyojisalimisha, alivyowahudumia wengine, eti mimi nami hata nikifanywaje na waovu, na mimi nitafufuliwa, nitashiriki ufufuo. Wewe huoni kwamba watu ambao walikuwa hawakai meza moja sasa wanaweza kukaa? Hiyo sio amani, hiyo sio hekima. Watu wanakaa Ikulu huko, watu wanakaa bungeni, wanaangalia namna gani ya kutengeneza jamii ambao watu watakaa pamoja kwa amani na haki. Sasa huyu hajaweza, Yesu hajaweza. Anaweza. Bali ndio hiyo sasa. Naona namna gani ambavyo hii kweli kwa wale walikuwa wanapotea kweli ni upuuzi, lakini kumbe anadhihirisha sasa hekima yenyewe, kwamba badala ya kutumia nguvu, kutumia njia ambazo unafikiri kama zingekusaidia, niseme coercion, yani force au use of power, nguvu kumbe iko katika ushirikiano, katika kukaa pamoja, katika Kristo Yesu, katika kuunganishwa wote kwa kitu kimoja katika Kristo Yesu. Hapo ndipo kwenye nguvu, ndipo kwenye hekima, ndipo kwenye uweza, kwa sababu hata nguvu kwa lugha nyingine ni kama ushawahi kuona kuna mtu anasema kondoo wakiwa na mbwa mwitu wanakuja wanajishikamanisha hivi pamoja. Kwa hiyo yule mbwa mwitu anashindwa kuwataka kwa sababu tayari wameshajifunika hivi pamoja. Sasa na sisi hatuna budi, yule mwovu anapokuja na tukuta tumekuwa kitu kimoja katika Kristo. Na umoja wenyewe ni nini? Wayahudi kwa Yunani wanapokeana, wanakaribishana. Hata hawezi kumwataka mtu sababu mimi amani inakuwepo. Kuna uadui tena. Na maadui kutoka nje wanasema, ninyi nani amewaambia mkae pamoja? Ninyi hamtaki kukaa pamoja. Wewe mwanaume na mwanamke mnakaa pamoja. Toka hapo. Wewe na nani? Yaani si unajua divide and rule. Inapotokea namna hiyo, nguvu ya msalaba inatusaidiaje pale? Inapotokea hivyo, nguvu ya msalaba inatakiwa sasa tuvute tuweze kuwa kitu kimoja, sio kutugawanya. Mauti iko hapo sasa. Wanataka kupeleka msalabani kama bwana wako kwa sababu ufuati sera za ubaguzi na uchawa. Na nini tena nyingine hiyo? Hivyo unajua, usipoongea lugha moja na wenzako ambao wanawaona wengine ni maadui, wewe mwenyewe unaweza kuishia kusulubiwa. Kweli si kweli? Ni kweli. Wenzako wote wanamuona
yule ni mbaya. Alafu wewe unasema Yesu amesema tuwaombee adui zetu. Wewe uone kama utapata shida. Haya, wewe nguvu gani itakao kushika wakati huo? Msalaba unawezaje kukushika? Usimame hapo. Ni wokovu wake tayari kwa sababu ameshatufia. Wewe uko tayari kuuawa kwa sababu wewe unaonekana ndio msaliti. Unaonekana msaliti lakini kwa Mungu ni msaliti. Haya, wewe uogopi kifo sasa? Wanaenda kukuua, wanaenda kuweka gerezani, wanakuona wewe ni msaliti kwa sababu hukubaliani na wewe katika kuchukia hawa ndio maadui zetu. Sasa Kristo naye aliuliwa kwa sababu ya kuonekana kwamba ni sasa wewe uogopi? Kwa nini uogope kati Kristo? Kitu gani kinakupa moyo sasa? Yaani Kristo anakupaje moyo? Kristo ananipa moyo kwa sababu kama ambavyo kwa lugha nyingine kwenda kwake pale msalabani ndipo alipozidi kupata mamlaka, ndipo zidi kuthibitishwa katika kiti. Kwa lugha nyingine mauti ilimshindwa. Mauti ule udhaifu wake kwenda kukubali kufa, kumbe ndio ikawa anamuongezea hatua, akafufuliwa na Kristo na akawa Kwa hiyo haijalishi ya kwamba utasimama na Kristo, utaiambulia msalaba, lakini msalaba huo utadhihirisha baadaye upande wa pili na uzima pale. Rafiki yangu, ipo nguvu katika msalaba. Msalaba umeshinda, msalaba wa Kristo, msalaba wa Kristo. Yesu aliyekufa kwa kusurubiwa amedhihirisha kwamba msalaba hauna nguvu ya kukushikilia kwenye uovu. Zaidi sana unatoka kwenye mwili na uovu na mikononi, maana hawezi kuwa mwili, hawezi kuwa roho. Na siku ya tatu Mungu anakupatia mwili mpya, heshima mpya, mavazi mapya, na maadui zako wanakuogopa, wanasalimu amri. Ipo nguvu kwa wale wanaokolewa katika kuamini Yesu aliyekufa na kufufuka. Bwana tubariki sana. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, ikiwa kama mtoto wako anaogopa maadui zake kwa sababu akichukua msimamo wako ndani ya Kristo Yesu eti atapoteza, leo hii neno hili likampe nguvu ya kwamba ndani ya Kristo Yesu tuliyopoteza Ijumaa Kuu tunayapata Jumapili. Kuna nguvu katika kufa bila kujitetea na kukuacha wewe ututetee siku ya tatu. Neema yako inatosha. Mbariki mtoto wako huyo, na achilia injili hii ikahubiriwe pande zote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Ipo nguvu katika msalaba. Amina. Mpaka kesho, ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Asante sana ndugu mtazamaji, kesho tuko somo la Jumatano. Tunasoma Masihi aliyesulubiwa. Karibu sana. Mimi ni Arnold Rubinza. Enos Makalindile. Na hii ni Maisha Kamili. Amina. Salama Temboni. Amina.